napenda kuwakumbusha katika kutumia mitandao ya kijamii. Huu ni unyanyasaji na ubaguzi dhidi ya watu kwa kupitia mitandao ya kijamii au teknolojia za kisasa. Kwa mfano simu, teknolojia kubwa sana ambayo sasa hivi tunaendana nayo. Hii mitandao ya kijamii ikiwemo mambo ya Twitter, Instagram, WhatsApp, hivyo vyote vinashiriki katika kutumia vibaya mitandao ya kijamii. Na hii pia inahusisha kwa kutumia vibaya hiyo mitandao ya jamii inahusisha kutuma picha zenye klipu za ngono, kutuma picha ambazo zinamdhalilisha, haijalishi mwanamke au mwanamme. Ndio maana tunasema unyanyasaji wa kijinsia. Kijinsia manake ni ke na me. Katika hiyo matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii inahusisha pia kutuma maneno ya kashfa. Maneno ya kashfa, kutuma pia matusi, kutuma pia maneno ambayo hayastahili kutokana na maadili ya Kitanzania. Katika hii kutumia matumizi mabaya ya mtandao wa kijamii, kuna adhabu na kuna sheria ambayo inasimamia haya makosa ya ukatili wa kijinsia kupitia mtandao wa kijamii. Kuna sheria ambayo inasema Cyber Crime Act. Cyber Crime Act ya 2015. Hii sheria inasimama kwa kumwadhibu mtu kutoa faini ya shilingi milioni 5 na kifungo cha miaka 3. Kwa hiyo si kitu rahisi kwamba wewe ukaona ukamtukana mwenzio ukaona hii ni kawaida. Hapana, ni kosa kisheria, unakuwa umetumia vibaya mitandao ya kijamii. Vile vile pia inaleta madhara. Katika hayo madhara, mfano wewe umerusha clip labda ya mwenzio yupo katika hali sio nzuri, yaani yupo, niseme uwazi sasa, yupo uchi Sasa umetuma clip ya mwenzio yuko hivyo, niambie utamweka katika hali gani? Sasa madhara yake yanakuja, unamweka mtu katika hali ya sonona, mtu anakuwa kwenye sonona. Sonona ni nini? Sonona ni kitendo cha kumwathiri mtu kisaikolojia. Mwisho wa siku yule anakuwa anawaza, kwa nini picha yangu iko pale? Wangapi wananiona? Mwisho wa siku anaathirika kisaikolojia, anaamua kujiua mwenyewe. Unakuwa umepoteza ndugu yako, unakuwa umepoteza mtoto wako, na umepoteza pia mtu ambaye anaweza kutuongoza baadaye katika taifa letu la kesho. Umempoteza pia mwanasalamu. Kwa hiyo tutumie vizuri mitandao yetu ya kijamii. Kitu kingine pia tukumbuke pia kuwahimiza watoto wetu. Watoto wetu tumependa sana kuwaachia simu. Tunawaachia sana simu watoto wetu, lakini hatujui ndani ya hizo simu wanafanya kitu gani. Watoto wanafanya vitu vya ajabu. Wanatumia vibaya hizo simu zenu wazazi. Hakikisheni mnapowapa watoto hizo simu, hakikisheni wanatumia simu kwa malengo ambayo ya kusudia. Mfano unamwachia mtoto simu, lakini anaangalia picha za ngono. Unamjengea nini mtoto wako? Unamjengea nini katika maisha yake ya baadaye? Unajenga taifa gani? Kwa sababu katika picha za ngono hizo kuna ngono zingine ngono zote ni sio nzuri, lakini kunasema kuna mapenzi ya jinsia moja. Mapenzi ya jinsia moja watoto wanajifunzia kupitia kwenye simu zenu. Wanajifunza kupitia kwenye simu zenu, kwa sababu
sisi tunatoa elimu mashuleni, tunatoa elimu sehemu mbalimbali. Tunakutana na watoto, ukimuuliza kwa nini unajua hiki, umejifunzia wapi, anasema kwenye simu ya mzazi wake. Hilo ni sahihi, wanasalamu? Huruma sio malezi. Sawa sawa, huruma sio malezi. Kwa maana hiyo, unapompa mtoto simu sio mapenzi, kwamba unampenda sana mtoto wako. Hapana, angalia mtoto wako anachezea kitu gani, anacheza magemu gani, kwa sababu sasa hivi kuna magemu ambayo ya kujifunza mapenzi ya jinsia moja. Ukimuuliza mtoto anakuambia kabisa, kuna Batman, kuna nini, anakuambia kabisa. Sasa kama mtoto anajua hivyo, wewe mzazi ufahamu na kufahamisha. Kwa wazazi ambao wako hapa, hakikisha unapompa mtoto simu yako, ujue mtoto anachezea game gani. Watoto wanajua swala la mapenzi ya jinsia moja. Okay. Kwa hiyo tukae na watoto wetu, tuwaelimishe matumizi ya mitandao ya kijamii, especially kwenye simu zetu. Wewe unakuwa bize, lakini hujui mtoto wako anafanya kitu gani, anapitia changamoto gani. Kwa hiyo mtoto wako akiwa rafiki yako, utajua kila kitu kinachomkabili mtoto na changamoto zake zote. Asanteni. Matola TV, ulipo tupo.